power of God. Bwana asifiwe sana. The power of God, nguvu za Mungu. Na ukisoma Biblia katika 1 Corinthians chapter 2 kuanzia mstari wa kwanza, Paulo alikuwa anaongea, anaambia kanisa la Wakorintho, 1 Corinthians chapter 2. Kama tunaweza kupata Kiswahili kama vile tumezoea. Ndugu zangu, nilipokuja kwenu sikuja na maneno ya ushawishi wala hekima ya hali ya juu nilipowahubiria siri za Mungu. Kwa kuwa niliamua kutojua kitu chochote wakati nikiwa nanyi isipokuwa Yesu Kristo aliyesulubiwa. Mimi nilikuja kwenu nikiwa dhaifu na mwenye hofu na kwa kutetemeka sana. Kuhubiri kwangu na ujumbe wangu haukuwa kwa hekima na maneno ya ushawishi, bali kwa madhihirisho ya nguvu za Roho Mtakatifu, ili imani yenu isiwe imejengwa katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Haleluya. Paulo alikuwa anaambia kanisa la Wakorintho ya kwamba wakati ambao alikuwa anaenda kwao, hakuenda kwao kwa ufasaha wa maneno, eloquence, yani uweza wa kuongea vizuri. Najua Paulo alikuwa ni msomi, alikuwa ni mtu ambaye amesoma sana, anajua kuongea vizuri, amesoma sheria, anaikariri vizuri. Lakini wakati ambao alikuwa anaenda kwa kanisa la Wakorintho, akawaambia kwamba nilikusudia ndani ya moyo wangu ya kwamba sitakuja kwenu na ufasaha wa maneno, sitakuja kwenu na mpango na mpangilio wa mwanadamu, lakini nitakuja kwenu nikidhihirisha nguvu za Mungu, ili imani yenu isije ikajengeka katika hekima ya wanadamu, bali iweze kujengeka katika imani yenu ijengeke katika Roho Mtakatifu, lakini si kwa hekima ya mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wapendwa, ufalme huu ambao tunaongea juu wake, ufalme huu wa Mungu wa mbinguni, ukiondoa nguvu haupo. Ufalme huu ni katika nguvu. Na wala pia Paulo alikuwa anasema katika 1 Corinthians chapter 4 verse number 20 ya kwamba ufalme wa Mungu sio katika maneno. 1 Corinthians 4 verse 20. Kwa kuwa ufalme wa Mungu si maneno matupu, bali ni nguvu. Na kwa hivyo wapendwa, lazima kila Mkristo, lazima kila mmoja wetu tujue na tutamani kuona hizi nguvu. Biblia inasema kwamba tamanini Mungu pamoja na nguvu zake. Lazima kila Mkristo awe conscious ya kwamba Mungu ambaye huwa tunatumikia ni Mungu wa nguvu, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu ambaye anaweza kufanya mambo yote, ni Mungu ambaye anaweza kufufua mtu aliyekufa, ni Mungu ambaye anaweza kuponya viwete, ni Mungu ambaye anaweza kufungua masikio yaliyozibika, ni Mungu ambaye anaweza kufungua macho ambayo hayaoni. Ni jambo la kushangaza siku ya leo ya kwamba unapata mtu akigonjeka, badala kwanza afikirie vile ambavyo Mungu anaweza kumponya, anafikiria vile hospitali ile mzuri yenye inachukua yenye anaweza kuenda ndio aweze kutibiwa, lakini hafikirii kitu ya kwanza ambacho kinakuja kwa mawazo yake ni hospitali, ni daktari. Lakini hajui ya kwamba kunaye Mungu ambaye huponya kila aina ya magonjwa. Ni vizuri kwenda hospitali, hata mimi huenda, lakini ni vizuri kabla haujaenda kwa hospitali, exercise imani yako katika Mungu kwa kukemea hiyo pepo ya ugonjwa. Haitakugharimu kitu chochote. Na Biblia inasema katika Waebrania 11 mstari wa 6 ya kwamba haiwezekani tumpendeze Mungu kamwe bila imani. Haiwezekani. Kama unataka kupendeza Mungu, lazima uwe mtu wa imani. Kama unataka Mungu afurahishwe na wewe, lazima uwe mtu wa imani. Na imani, wapendwa, ni wakati ambao una exercise your faith kwa mambo ya kiungu. Nguvu za Mungu, wapendwa, zipo kwa ajili yangu mimi na wewe.
Shida ni kwamba hatujaweza kuzifanyisha kazi, hatujaweza kuziutilize. Mimi ninakuambia mara nyingi ya kwamba ukiwekewa chai, alafu hiyo chai iwe haina sukari, na uweke sukari ndani ya ile chai, na ukose kukoroga ile chai, basi utakunywa chai ambayo haina sukari. Hata kama chai imewekwa sukari, lazima uweze kukoroga ndio uweze kunywa chai ambayo ni tamu. Usipokoroga utakunywa dufia. Unajua dufia? Hivyo ndivyo nguvu za Mungu zilivyo. Kama hautaweza kukoroga nguvu za Mungu ndani yako, kama hautaweza exercise, kuzifanyisha kazi, hazitawahi kufanya kazi. Mungu atakaa ndani yako na utaishi kuteseka. Si ulisoma Biblia, kuna wakati ambao watu walikuwa wanaangamia katika boti, na Yesu wako ndani amelala, mpaka wakati ambao walimwamsha wakamuuliza, kwani haujali ya kwamba tunaangamia na wewe umelala? Na akawakemea akawauliza, enyi watu wa imani ndogo, nitakaa nanyi hadi siku gani? Nyinyi hamwezi kuexercise imani yenu. Hata siku ya leo ndivyo Mungu anaona umepatwa na kauvimbe mahali, kauvimbe kanaendelea, ukienda hospitali unaambiwa ni kansa na unaanza kuchomwa. Mungu akiwa mbinguni anauliza, enyi mwana wangu wa imani ndogo, hauwezi ukaexercise imani yako, ushike hiyo uvimbe na uzungumzie kila siku, na utangaze ya kwamba wewe uvimbe ukakwishe katika jina la Yesu, ukakemea hiyo pepo katika jina la Yesu, haina kugharimu kitu chochote. Yesu alikasirishwa na mitume wanafunzi wake kwa sababu hawakuweza kukemea upepo wa bahari, na wakamwamsha aukemee on their behalf, na hakukasirika, hakufurahia. Badala ya kukemea upepo kwanza aliwakemea, alafu baada ya kuwakemea sasa akakemea upepo. Kwa hivyo Mungu ana-expect kila mara wakati ambao kuna dhoruba katika maisha yetu tu exercise imani yetu. Mungu anatamani tuweze kufanyisha kazi nguvu zake ambazo zinaishi ndani yetu. Biblia inasema kwamba sisi ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Waefeso chapter 2 verse number 10, Biblia inasema kwamba we are God's workmanship. Ephesians chapter 2 verse number 10, prepared in to do every good work that was prepared to do it for us in advance. Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu tuliokuwa katika Kristo Yesu, ili tupate kutenda matendo mema ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuishi katika hayo. Sisi ni workmanship. Sisi ni co-workers na Mungu. Kama Mungu anataka kufanya kitu, ni wewe na mimi atatumia ndio kiweze kufanyika. Lazima ujue ya kwamba umebeba nguvu za Mungu. Na huwa ninakuambia mara nyingi ya kwamba nguvu za Mungu sio katika feelings. Unaweza kuwa you are feeling something na unaweza kuwa hausikii kitu chochote. Kutosikia kitu chochote kwa mwili wako haimaanishi kwamba uwepo wa Mungu haupo. Uwepo wa Mungu ni katika ufunuo. Unajua ya kwamba Mungu ako pamoja na mimi. Unajua ya kwamba imeandikwa katika neno la Bwana ya kwamba Mungu anaishi ndani yangu. Kwa hiyo ninaweza nikamanifest nguvu zake kila wakati. Na ukifanya ukikesasa imani yako na uone kwa kwamba haifanyiki, jua, elewa ni nini ambacho umekifanya vibaya. Bwana asifiwe sana. Kama ni ufunuo, utafuta ufunuo zaidi. Kama ni kujitenga na kujitakasa, uwezini na kujitenga na kujitakasa. Haleluya. Kwa sababu Biblia inasema katika 2 Timothy chapter 2 verse number 19 mpaka 21 ya kwamba hata tunaanzia 20, tuanzie 20, 2 Timothy chapter number 20. Katika nyumba kubwa si kwamba kuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali pia vipo vyombo vya miti na vya udongo, vingine vya matumizi maalum na vingine kwa matumizi ya kawaida. Kuna mtu ambaye ni chombo ambacho ni cha matumizi maalum, yaani matumizi special, na kuna mwingine ambaye ni matumizi tu ya kawaida. Vyombo ni mimi na wewe. Na pia niendelee kusema kwamba katika mstari wa 21, basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hayo niliyoyataja, hata kama wewe ni chombo ambacho ni cha matumizi yasiyo maalum, matumizi ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Ukijitenga
alafu ujitakaze, Biblia inasema kwamba utaweza kutumika kwa kazi iliyo bora. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili ya mfalme. Chombo chochote kinaweza kutumika. Kwa hivyo ukiona unatumika na mambo haifanyiki, angalia kujitenga kwako, angalia kujitakasa kwako. Lakini haimaanishi kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Wewe ndio haujaweza kujitenga ya kutosha. Wewe ndio haujaweza kujitakasa ya kutosha. Shida ni wewe na mimi, sio Mungu. Mungu tayari ako pamoja na sisi. Biblia inasema kwamba hakuna mtu ambaye, no one strives to get hold of God. Katika kitabu cha Isaia, lazima tu strive so that we may get hold of God, ndio tuweze kumanifest nguvu zake. Huwa ninafurahia wakati ambao ninasoma juu ya Elijah katika 1 King chapter number 17. Alitokea mbele za mfalme Ahab na akamwambia kwamba kwa sababu uovu umekuwa mwingi, 1 King chapter 17 kuanzia mstari wa kwanza, hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na umande hata wa asubuhi, isipokuwa wakati mimi mwenyewe nitasema. Bwana asifiwe. Elijah hakuwa amezungumziwa na Mungu. Elijah baba yake haijanakiliwa ya kwamba alikuwa nabii. Alitokea kwa kijiji ambao kinaitwa Tishbe. Tishbe ni kijiji ambacho hakikutokea mtu mwingine yeyote. Lakini Elijah alitokea, akaenda kwa mfalme, akaenda ikulu ya mfalme, akasema kwamba nataka kuongea na mfalme, niko na ujumbe wa mfalme. Na labda wale ambao walipata kwa mlango walikuwa na shindo, wewe ni nani? Unataka nini? Unataka kuongea na mfalme kama nani? Lakini insist ya kwamba niko na ujumbe wa mfalme. Na labda wakamdharau kwa sababu wanaona ako na kanzu na amejifunga mshipi wa leda kwa kiuno chake. Na wakamwambia kwamba enda tu basi ongea na mfalme. Huyu anakaa kama ni mmoja wao wa wale mapasta wa siku hizi, wale ambao wanatafuta msaada kwa mfalme. Wakasema kwamba basi pita, enda ukaongea na mfalme. Na akaenda akamwambia mfalme, nataka unisikilize vizuri, hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na umande mpaka wakati ambao mimi Elijah nitakaposema. Hakusema ni Mungu, alisema mimi Elijah. Soma Biblia usione, isipokuwa kwa neno langu. Na akaondoka akaenda. Labda mfalme alifikiria huyu ni mmoja wa wachungaji wale wengine, ni mmoja wa manabii wale ambao wanakaa kama ni vichaa hapa Israeli, na hakushughulika na yeye. Lakini kesho yake hakukuwa na umande. Wiki iliyopita umande asubuhi haukuwa, hakukunyesha mvua miezi mitatu, hakukunyesha mvua mwaka ukaisha, hakukunyesha mvua miaka miwili. Ndio mfalme akatumana akauliza, na yule pastor alikuwa amekuja hapa, yule nabii alisema anatoka hapa, alisema anaitwa nani? Hebu endeni mtafute. Akaanza kutafutwa kila mahali, lakini hawakumpata, kwa sababu baada ya kuexercise the power of God, Biblia inasema kwamba Mungu alimzungumzia akamwambia kwamba sasa ondoka, enda mahali fulani, enda kwa katika kisiwa fulani, katika inaitwa namna gani, Kamto, enda hapo unywe maji. Akawa analetewa chakula na kunguni, na wakati ambao ule mto ulikauka kwa sababu hakunyeshi, Mungu bado akamdirect kwa mwanamke ambaye alikuwa mjane. So wakati ambao ali-exercise the power of God, Mungu alimbaka. Hakuna record ya kwamba Mungu alimzungumzia akamwambia enda kwa Ahab umwambie hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na umande wa asubuhi, kwa sababu ya vile ambavyo watu wameabudu miungu mingine. Lakini alienda yeye mwenyewe. Lakini baada ya kuexercise nguvu za Mungu, baada ya kuexercise authority, baada ya kumanifest nguvu za Mungu kwa kuongea, Mungu sasa akamzungumzia na akampatia mwelekeo, enda mahali fulani. Tukishatoka kwa uoga, unajua uoga ndio unatonga Mungu. Ukiona mtu ni mgonjwa, unaogopa kumwekelea mikono ndio kwa sababu unaogopa asipopona utasema nini? Ni kama wewe ndio huo unaponya watu. Haujui ya kwamba Yesu Kristo alipigwa kwa ajili ya magonjwa ya kila aina. Wewe ile kitu ile unafanya ni kuenforce uponyaji ambao Yesu Kristo alishautengeneza miaka mingi Kalvari. Tukiwacha uoga wapendwa, tutakuwa tuna exercise nguvu za Mungu kila mahali. Elijah hakuwa na uoga, aka-exercise nguvu za Mungu kwa mfalme. Mungu akamzungumzia sasa, kwa sababu aliona mtu ambaye anaweza kufanya kazi na yeye.
tumesoma Biblia katika Efeso 2 mstari wa 20 mstari wa 10 ya kwamba sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Mungu anatafuta watu wakati huu na hata msimu huu na hata mwaka huu wa kudhihirisha nguvu zake, watu wa kufanya kazi pamoja na yeye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Si Mungu akupata mimi na wewe katika jina la Yesu Kristo. Usipokee neema ya kuweza kuexercise the power of God kila mahali katika jina la Yesu Kristo. Hata ukienda kwa biashara yako na uone haifanyi kazi, unashika hizo bidhaa unauza na unazitangazia katika jina la Yesu, nyinyi mtanunuliwa katika jina la Yesu. Na unazitangazia ya kwamba nyinyi hakuna kitu ambacho hufa katika mikono yangu. Mikono yangu imebeba uhai, na kwa hivyo hii biashara haitakufa, haitadidimia, haitarishi. Kama kuna mtu ambaye alikuja usiku akaizunguka akiwa uchi na akakojoa hapo nje, lakini hakuna kitu ambacho kinaruhusiwa kufa mikononi mwako. Unaizungumzia uhai wa Mungu, unaizungumzia nguvu za Mungu kwa sababu uko nazo. Haleluya. Pokea neema ya kuexercise nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na ukisoma fasting chapter 18 kuanzia mstari wa 20, wakati ambao Elijah aliweza kutokea baada ya kutafutwa miaka 3.5 na hapatikani. Fasting 18 chapter number 20. Haleluya. Ndipo Ahabu akatuma ujumbe katika Israeli yote na kuwakusanya manabii hao juu ya mlima Kameli. Elijah aliwaambia kutakuwa na mabishano mpaka lini? Elia akasimama mbele ya watu na kusema, mtasita katika mawazo mawili hadi lini? Tumefika huo wakati, wapendwa. Ikiwa Bwana ndiye Mungu, mtafuteni yeye, lakini ikiwa Baali ni Mungu, basi mtafuteni yeye. Lakini watu hawakusema kitu. Haleluya. Kisha Elia akawaambia, ni mimi peke yangu nabii wa Bwana aliyebaki, lakini Baali ana manabii 450. Leteni mafahali wawili wao na wajichagulie mmoja, wamkate vipande na waweke juu ya kuni, lakini wasiwashe moto. Okay. Akisha mlitie jina la Mungu wenu, nami nitaliita jina la Bwana Mungu yule ambaye atajibu kwa moto, huyo ndiye Mungu. Kisha watu wote wakasema, hilo unalosema ni njema. Elijah aliuliza, tutabishana mpaka lini? Ni nani Mungu wa kweli? Ni nani Mungu mwenye nguvu? Ni nani Mungu ambaye tutamtumikia? Tutakuwa na mabishano mpaka siku gani? Hata siku ya leo wapendwa, kuna hayo mabishano. Watu wanasema kwamba waliwacha kanisa, hawakuacha Mungu. Watu wanasema kwamba wao wako na Mungu. Watu wanasema kwamba kanisani Mungu aliondoka. Imefika wakati wa kusema ya kwamba tukutane katika mlima Kameli, tuweze kujua Mungu wa kweli ni yupi, tuweze kujua ni nani aliye na Mungu, tuweze kujua miungu ya traditions hii ambayo inachinjiwa mbuzi siku hizi, na Mungu wa mbinguni Elohim ni nani Mungu wa kweli. Imefika wakati wa kuweza kuondoa taswishi, ya kuweza kuondoa doubt za kila aina, ya kwamba Mungu wa kweli ni gani. Wakati huo umewadia, na Mungu ni mimi atatumia na ni wewe atatumia kuweza kudhihirisha nguvu zake. Haleluya. Na kuombea kwamba roho ya uoga itakuondoka katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea kwamba utamanifest, utaweza kufanyisha nguvu za Mungu kazi kila mahali katika jina la Yesu Kristo. Ukipata mtu ambaye ni mgonjwa kweli na wanasema kwamba lazima tuchinjie miungu, lazima tumwage mbuzi, lazima tuchinjie mbuzi na tumwage damu kwa makaburi na tunaizungumziwe, unasema hapana, damu ya Yesu Kristo ilimwagika mara moja na ya kutosha, kwa sababu Biblia inasema kwamba haikuwezekana damu ya kondoo kuweza kuondoa damu mara moja na ya kutosha. Ndio maana walitoa damu kila mwaka, walitoa kondoo kila mwaka, na kwa hivyo Yesu Kristo akaweza kutolewa na Mungu. Ndio maana anaitwa the Lamb of God. Ile kitu watu wanafanya siku hizi ni ya kweli, kwa sababu wanafanya kile ambacho kilikuwa kinafanywa kabla Yesu hajakuja. Kila mwaka kanisa
Israeli, kanisa la kwanza, lilikuwa linatoa mwana kondoo ili waweze kusamehewa dhambi zao. Mtu angefanya dhambi, kungekuwa na shida fulani, Mungu angeweza kudirect kondoo ichinjwe na mambo fulani, taabiko za fulani ziweze kufanywa. Lakini wakati ambao alimtoa mwanawe wa pekee, Biblia inasema kwamba alimtoa mara moja na ya kutosha. Damu aliyoimwaga ilimwagika mara moja na ya kutosha. Ndio maana hatuna haja ya kutoa kafara tena. Hatuna haja ya kuchinja mbuzi nyingine. Hatuna haja ya kumwaga damu nyingine. Na unawaambia kwamba kwa sababu hiyo, hii shida ambayo huyu mtu wetu anapitia, na unaizungumzia katika jina la Yesu, na inamwachilia katika jina la Yesu. Na ikimwachilia, watajua ya kwamba kuna nguvu katika jina la Yesu. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Lakini ukinyamaza, uache wachinje mbuzi na wamwage damu kwa mchanga, basi ni kumaanisha hauheshimishi Mungu katika hiyo familia. Lakini ukisimama useme ya kwamba damu iliyomwagika msalabani itakomboa huyu mtu mkiona siku ya leo, na aweze kukombolewa, itakuwa umesimamia ukweli na umesimamia kile kitu Mungu anatafuta hata siku ya leo. Utakuwa umefanya kama Elijah wakati ambao alisema kwamba hakutakuwa na ubishi tena, hakutakuwa na maana kusita tena ya kwamba ni nani Mungu wa kweli na ni nani Mungu si wa kweli. Haleluya. Na kuombea neema ya kumanifest nguvu za Mungu kila mahali katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea kwamba Mungu ataheshimisha matendo yako. Mungu atakubali kwa kila kitu ambayo utafanya katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hautahaibika wakati ambao utasimama kumanifest nguvu za Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu ukisoma Biblia, kanisa la kwanza katika Exodus chapter 6 verse number 3. Okay, chapter 19 verse number 5. Tunaweza kusoma kuanzia mstari wa 4. Ninyi wenyewe mmeona nilivyowafanya huko Misri, jinsi nilivyowabeba kwenye bawa za tai na kuwaleta kwangu. Mungu anaambia Israeli ni mfano wa kanisa la kwanza. Niliwatoa Misri kwa mabawa kama ya tai. Na aliwaambia kwa nini aliwatoa? Sasa kama mkinitii kikamilifu na kutunza agano langu, basi nyinyi mtakuwa mali yangu ya thamani kubwa miongoni mwa mataifa yote, ijapokuwa dunia yote ni mali yangu. Verse number 6 anawaambia sababu kwa nini wametoa Misri. Nyinyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Haya ndiyo maneno utakayosema kwa wana wa Israeli. Yaani Mungu anaambia Israeli ya kwamba nimewatoa Misri, sio tu ndio muwe taifa lingine, sio tu ndio muwe watu wengine ambao Mungu amesaidia. Nimewatoa Misri ili mfanyike kwangu ufalme wa makuhani, ili mfanyike kwangu ufalme wa makuhani na manabii. Bwana asifiwe sana. Mungu amekuokoa siku ya leo. Sio tu kuwe mtu mwingine ambaye ameokoka na amejazwa na Roho Mtakatifu. Mungu amekuokoa siku ya leo ndio uwe kuhani na uwe mfalme. Haleluya. Ndio maana Peter katika Agano Jipya alirudia haya maneno. Ni Peter chapter 2 verse 9. Akasema kwamba you are a chosen generation, a royal priesthood, God's own special people that have been chosen to showcase the glory of God. Bwana asifiwe sana. Wewe ni kuhani. Kila mahali ukienda, elewa ya kwamba wewe ni kuhani na uweze kumanifest nguvu za Mungu bila kuogopa. Haleluya. Usikuwe na uoga, kwa sababu uoga ni silaha ya shetani. Uoga ni kinyume cha imani. Na bila imani hauwezi ukampendeza Mungu. Haleluya. Kwa dakika kama 5 hivi ndio tumalizie. Nataka kuweza kueleza mambo ambayo nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kufanya. Things that the power of God is able to do. Hallelujah. Things that the power of God is able to do. Tutataja tu moja kwa sababu ya wakati. Maybe tutaendelea siku nyingine. Jambo la kwanza, the power of God is able to transform. Nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kubadilisha. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. 2 Corinthians chapter 3 verse number 18. Biblia inasema kwamba but we all with open faces
beholding the glory of God, we are changed. Hallelujah. Hiyo jina change ukisoma original version ni jina metamorpho. Metamorpho ni ile ambayo tulisoma shuleni, ambayo ya kizungu metamorphosis. Hallelujah. Metamorphosis ni jina ambayo inatumika kuelezea vile ambavyo kipepeo kinatoka kutoka kwa kigunyo mpaka kinafanyika kile. Unajua kigunyo? Egg, pupa, larva mpaka kinakuwa adult, inaanza kupepea kikikaa vizuri na marangi mzuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sasa Biblia inasema kwamba hivyo ndivyo Mungu anatubadilisha. Na kwa hivyo nguvu za Mungu wapendwa ziko na uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu. Haleluya. Nasi sote tukiwa na nyuso zisizotiwa utaji, tunadhihirisha utukufu wa Bwana kama kwenye kioo, nasi tunabadilishwa ili tufanane naye kutoka utukufu hadi utukufu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hata unapoendelea kushiriki kwa hii kanisa, kwa sababu hapa kuna uwepo wa Mungu, Mungu ataendelea akibadilisha maisha yako toka utukufu mmoja hadi utukufu mwingine. Haleluya. Ukiendelea kushiriki katika hii kanisa, umalize mwaka mmoja ukikuja hapa, uangalie jinsi ulivyokuwa mwaka mmoja nyuma na jinsi ulivyo sasa hivi, utaona tofauti. Ndio maana Biblia inasema kwamba tuhesabu baraka zetu moja, one by one. Haleluya. Na kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tuelewe ya kwamba uwepo wa Mungu huwa unabadilisha, huwa una transform maisha ya mtu. Na ndio maana ni vizuri kuja katika kanisa. Ndio maana ni vizuri kuja kanisani, ndio unakusanyika na wapendwa wengine. Alafu katika uwepo wake Mungu anaweza kukubadilisha. Mungu kila mara angeambia Musa, hata ukisoma katika namba 17 kuanzia mstari wa kwanza, namba 17 from verse number 1, kulikuwa na mabishano ya kwamba ni nani Mungu ameita na ni nani Mungu hajaita. Bwana asifiwe sana. Na Kora mwana wa Ishari, namba 17:17. Na kwa hivyo Mungu akamwambia, Bwana akamwambia Mose, sema na Waisraeli na ujipatie fimbo 12 kutoka kwao, moja kutoka kwa kila mmoja wa viongozi wa kabila za baba zao. Andika jina la mtu kwenye fimbo yake. Kwenye fimbo la Lawi andika jina ya Aroni, kwa maana ni lazima iweko fimbo moja kwa kila kiongozi kwa ajili ya kila kabila la baba zao. Ziweke hizo fimbo ndani ya hema la kukutania mbele ya sanduku la ushuhuda, mahali nikutanapo naye. Bwana asifiwe sana. Sio nyumbani, sio mahali pengine popote, mahali ambao tunakutananga katika hema ya makutano. Yumani ni vizuri kuja katika hema ya makutano. Haleluya. Ukiona unasikia kutokuja kanisani, ujue kwamba ni shetani anakuzuia kukuja na unafaa umshinde. Ziweke hizi fimbo ndani ya hema la kukutania mbele ya sanduku la ushuhuda, mahali nikutanapo nalo. Mstari wa 5. Fimbo ya mtu nitakayomchagua itachipuka, nami mwenyewe nitayakomesha haya manunguniko ya mara kwa mara ya Waisraeli dhidi yako. Hivyo Mose akasema na Waisraeli, nao viongozi wao wakampa fimbo 12, fimbo moja kwa ajili ya kila kabila na baba zao, nayo fimbo ya Aroni ikiwa miongoni mwa hizo. Mose akaziweka hizi fimbo mbele ya Bwana ndani ya hema ya ushuhuda. Siku iliyofuata Mose akaingia kwenye hema la ushuhuda, akaona ile fimbo ya Aroni ambayo iliwakilisha jamaa ya Lawi. Haikuwa tu imechipuka, bali pia ilikuwa imetoa machipukizi, kuchanua maua na kuzaa malozi. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na shida na mabishano katika Israeli ya kwa wakisema kwamba sio Musa tu peke yake ameitwa, sio Aaron peke yake ameitwa. Wanasema hata sisi Mungu anatuzungumzia katika maono, hata sisi ndio tunasikia Mungu, na wanasema kwamba hata sisi tumeitwa. Kwa nini mnajiinua juu yetu? Bwana asifiwe. Na Mungu akamwambia Musa ya kwamba nataka nikumalizie hii shida yote.
fanya hivi, chukua fimbo 12 katika kabila zote 12 za Israeli, na hizi fimbo zote uzikusanye, uzipeleke kwenye hema ya makutano, mahali ambao huwa tunakutana na wewe. Na akamwambia kwamba ziwache hapo usiku kucha, alafu kesho yake nitakumalizia haya mabishano na manunguniko. Na kesho yake Biblia inasema kwamba ile fimbo ambayo ilikuwa ya nyumba ya Lawi, ambayo ilikuwa ni fimbo ya Haruni, ilikuwa imechipua matawi. Fimbo ambayo imekauka ikawekwa katika uwepo wa Mungu. Nguvu za Mungu zikafanya ikatoa matawi, na si tu matawi peke yake. Biblia inasema kwamba pia ilizaa matunda ambayo imeiva. Bwana asifiwe. Kama ni siku ya leo, matunda yenye unajua ni gani? Maembe ama ni machungwa? Inatoa machungwa ama epo ambayo iko tayari kukuliwa, sio tu yenye ati imetoka tu, na imelala katika uwepo wa Bwana usiku mmoja peke yake. Wapendwa, nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kubadilisha. Nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kufanya utasa uondoke. Nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kutusaidia hata wakati ambao we are not fruitful, tunaanza kuwa fruitful. Nguvu za Mungu, wapendwa, ziko na uwezo wa kutufanya tutoke kiwango kimoja hadi kiwango kingine. Nguvu za Mungu, wapendwa, ziko na uwezo wa kutufanya tuwe watu wengine tofauti. Fimbo ambacho kilikuwa kimekauka kilizaa matunda na kikatoa matawi ya green, lakini kilikuwa kimekauka kwa sababu kimewekwa mahali ambao kuna nguvu za Mungu. Ninakutabiria siku hii ya leo ya kwamba maisha yako hayatabaki kuwa kawaida katika jina la Yesu Kristo. Unapoendelea kukaa katika uwepo wa Bwana, unapoendelea kumanifest nguvu za Mungu katika maisha yako, kama kijiti ambacho kimekauka kilitoa matawi na kikazaa matunda, wewe ni zaidi ya hicho kijiti. Ninakutabiria siku ya leo ya kwamba katika maisha yako kutakuwa na matunda ambayo inaonekana, ambayo haiwezi ikakataliwa na mtu yeyote katika jina la Yesu Kristo. Hautakuwa tunakuja kanisani tu bure, hautakuwa tunakuja kanisani na hakuna kitu chochote kinakufanyikia. Ninakutabiria siku ya leo ya kwamba utakuwa na dhihirisho, utakuwa na kitu cha kuonyesha ya kwamba hii ilipata katika uwepo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hatutakuwa tu watu ambao wanaenda tu kwa kanisa kama jambo lingine la kidini, lakini tutakuwa watu ambao tuko na kitu cha kuonyesha katika jina la Yesu Kristo. Tutakuwa watu ambao tuko na jambo la kuonyesha, tuko na kitu ambacho tunaweza kusimama na tuseme katika uwepo wa Bwana na alipata hii. Katika uwepo wa Bwana Mungu amenifanyia hii. Tutaangalia maisha yetu nyuma, tukikompea na mahali tuko sasa hivi, tunasema na kweli huu ni mkono wa Bwana. Hautakuwa unashiriki kwa hii kanisa bure, lazima utaona matunda ya kushiriki hapa, kwa sababu hapa tunadhamini sana uwepo wa Mungu kuliko vitu zote. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Huwa ninasoma Biblia katika 1 Samuel chapter number 19 kuanzia mstari wa 19, 1 Samuel chapter 19 verse number 19. Na hata ukiweza ukifika nyumbani, enda uanze kusoma mstari kule juu wa kwanza. Samuel wa kwanza 19 kuanzia huko juu. Lakini sasa kwa sababu ya wakati tutasoma kuanzia verse number 19. Biblia inaongeanga, inasema kwamba habari zikamfikia Sauli kusema, Daudi yuko Nayothi huko Rama. Basi Sauli akatuma watu kumtafuta Daudi, lakini walipoona kundi la manabii wakitoa unabii wakiwa pamoja na Samueli akiwa amesimama hapo kama kiongozi wao, Roho wa Mungu akaja juu ya watu wa Sauli, nao pia wakatoa unabii. Wacha nielezee kwa sababu ya wakati. Biblia inasema kwamba kuna wakati ambao Saul alikuwa anatafutwa na Samueli, alikuwa anatafutwa na Saul ili aweze kuuawa, wakati ambao Saul alikataliwa na Mungu. Na wakati ambao Saul alikuwa anatafuta Samuel aweze kumuua, Biblia inasema kwamba Samuel alienda katika mji ambao unaitwa Nayothi, mahali ambao kunaitwa Rama. Bwana asifiwe sana. Na wakati ambao David pia alikuwa alijua ya kwamba anatafutwa na Saul aweze kuuawa, akakimbilia kule Rama pia. Akaenda kukaa pamoja na Samueli. Unajua Samueli ndio alimtilia mafuta. Sasa wakati ambao alijua ya kwamba Saul anatafuta kuniua kwa sababu Jonathan alimfichulia siri, akamwambia kwamba baba yako atakumaliza.
Na hakika wakati ambao Saul roho mchafu alikuwa anashuka kutoka kwa Bwana na Daudi akacheza kinanda na yule roho mchafu anaondoka, Biblia inasema kwamba Saul alikuwa anatupa mkuki akitaka kumuua Daudi, na Daudi anatoroka na yule mkuki unadunga ukuta. Na kwa hivyo David akajua pia ya kwamba Saul ananitafuta kunimaliza, na kwa hivyo akakimbilia Nayoth Rama, mahali ambao Samueli alikuwa anaishi, na wakawa pale. Na habari ikafikia Saul ya kwamba Daudi na Samueli wale ambao anawatafuta awaue wako Nayoth, mahali kunaitwa Rama. Na akatuma kikosi cha jeshi lake, akamwambia kwamba endeni muwamalize, endeni muwaue. Lakini Samuel mahali ambao walikuwa pale wakiomba, walikuwa pale na kikundi cha manabii wa kitabiri, na walikuwa wametengeneza kanopi ya uwepo wa Mungu, na nguvu za Mungu zilikuwa nyingi. Bwana asifiwe sana. Na wakati ambao ile jeshi ilifika pale, wale watu ambao walikuwa wametumwa kwenda kuua Samueli na Daudi, wakati ambao walikaribia, hata si kufika, wakati tu walikaribia, Biblia inasema kwamba roho wa Mungu alishuka juu yao na wote wakaanza kutabiri. Wote wakaanza kutabiri. Wote wakaanza kufanya ile kitu Samuel na Daudi walikuwa wanafanya. Uwepo wa Mungu, wapendwa, uko na nguvu za kubadilisha. Hawa walikuwa wamekuja wakipumua moto, breathing fire, wakitaka kuua Samueli na Daudi. Lakini wakati ambao walikaribia uwepo wa Mungu, wakabadilishwa, wakafanyika manabii. Saul akatuma kikosi cha pili, akatuma kikosi cha tatu, wakafanya vile vile. Uwepo wa Mungu haungewazuilia, haungewafanya waende waue wale wapendwa, haungewakubalia waende waue Samueli na Daudi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na walikuwa wanafika pale wanaanza kutabiri. Na Saul akakasirika sana. Akauliza, hawa wanajeshi wangu ninawatuma waende wafanye kazi, lakini badala ya kufanya wanakubaliana na maadui zetu. Akasema kwamba mimi mwenyewe nitajipeleka. Na akaenda yeye mwenyewe. Wakati ambao alikaribia, Biblia inasema kwamba alirarua mavazi yake. Unajua ukirarua mavazi ni kumaanisha kwamba mfalme akirarua mavazi ni kumaanisha kwamba amefika mbele ya mfalme ambaye ni mfalme wa wafalme, ambaye hakuna mfalme mwingine ambaye ako juu yake. Na akararua mavazi yake kwa sababu utukufu wa mtu yeyote ni katika mavazi. Kwa hivyo akararua mavazi kumaanisha kwamba amefika katika uwepo wa ufalme wa ufalme. Na akaanza kutabiri, na akaanza kutabiri usiku kucha mpaka watu wakashindwa, kwani pia Sauli amefanyika mmoja wa manabii hapa Israeli. Uwepo wa Mungu ukambadilisha. Uwepo wa Mungu uko na nguvu za kubadilisha. Uwepo wa Mungu uko na nguvu za kulinda. Uwepo wa Mungu uko na nguvu za kuhifadhi. Ukiwa na uwepo wa Mungu, hakuna ushirikina ambao unaweza kufaulu kinyume na wewe. Ukiwa na uwepo wa Mungu, hakuna maadui, hata kama ni jeshi kutoka kwa shetani ambayo iko na nguvu, inaweza kuwa na nguvu kinyume na wewe. Nilisikia mtu mmoja wa shetani akiongea na akasema kwamba kuna kanisa ya watu wachache ambao wakati ambao walikuwa kwa shetani walikuwa wakiomba wanatokewa na wanapigwa na watu ambao hawaoni. Niliwatumia hiyo clip. Bwana asifiwe sana. Wakati ambao kuna uwepo wa Mungu, haijalishi kama mko wengi ama mko wachache, lakini hakuna nguvu, hakuna uweza, hakuna shetani, hakuna pepo ambayo inaweza kufaulu kinyume na nyinyi. Watu walikuwa wanakuja wanajeshi na silaha za vita, lakini Samueli na Daudi hawana silaha yoyote. Ni kutabiri tu wanatabiri, ni kuomba tu wanaomba, lakini maadui wakifika pamoja na silaha zao na mikuki na ngao, wanaweka chini, wanaanza kutabiri, wanaanza kuomba. Mfalme ambaye alikuwa anataka kuwaua akifika pale, badala ya ghadhabu yake ifanye kazi, Mungu anatuliza ile ghadhabu na anaanza pia kutabiri, na hakuwafanyia kitu chochote. Akarudi nyumbani na David akaona ya kwamba kumbe siri ya kuepuka ghadhabu za adui zake ni kumaintain uwepo wa Mungu. Alipotoka pale, alienda katika pango ambayo inaitwa pango la Adulam, the cage of Adulam. 1 Samuel chapter number 22. Hatutasoma kwa sababu ya wakati. Bwana asifiwe sana. Na katika ile pango, wacha tu nikuonyeshe mstari ambao tutasoma ndio uweze kuona jinsi ambavyo nguvu za Mungu ziko na uweza. 1 Samuel chapter number 22, tunaweza kusoma mstari wa kwanza ili uweze kuona wa kwanza na wa pili, ili uweze kuona
watu wale ambao ni aina gani ambao walienda kwa Daudi. Bwana asifiwe sana. Daudi akaondoka Gadi na kukimbilia kwenye pango la Adulamu. Ndugu zake na watu wa nyumba ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Verse number 2. Wale wote waliokuwa katika dhiki, hawa ndio aina ya watu ambao walienda kwa Daudi katika keti ya Adulamu. Wale wote waliokuwa katika dhiki au waliokuwa na madeni au wale ambao hawakuridhika wakamkusanyikia Daudi, naye akawa miongoni mwao. Watu wapatao 400 walikuwa pamoja naye. Hebu tuwekea hiyo kwa New King James Version. Kizungu inaweka vizuri kidogo. Watu wenye dhiki, watu wenye madeni, watu ambao wamekata tamaa. Kuna Biblia nyingine nilisoma ya Kiswahili inasema watu baradhuri, watu ambao wako na stress, watu ambao wanasikia kujiua, ndio watu ambao walienda kwa David. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented, watu ambao hawajatosheka ndani yao. Yaani mtu anasikia kwamba hana maana yote. So he became a captain over them, and there are about 400 men with him. Watu hao na hiyo ndio walikuja kwake. Lakini David hakujali. Alijua ya kwamba uwepo wa Mungu uko na nguvu za kubadilisha. So anaweza kuwa amechukua the best of the army, wale watu wazuri sana ambao wanajua kupigana, ambao wako na kila silaha, kila uwezo wa kufanya vita. Lakini wale ambao wamekuja kwangu katika pango la Adulamu ni watu ambao ni wenye dhiki, wenye madeni, waliokata tamaa, watu ambao hawana kitu chochote. Lakini as long as niko na Mungu nitawabadilisha. As long as nguvu za Mungu ziko hapa, hawa watu watabadilika. Bwana asifiwe sana. Na Abiaga ukiruka mstari wa 22 verse 22. Biblia inasema kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Abiaga, kwa sababu Saul alienda akaua makuhani wote wa Mungu. Na huyo alikuwa ni mtoto wa mmoja wa wale makuhani, akatoroka. Wakati ambao alitoroka, alienda kwa David pia katika pango la Adulamu. Na David akamwambia kwamba so David said to Abiathar, I knew that day when Doeg the Edomite was there that he would surely tell Saul, I have caused the death of all the persons of your father's house. Verse number 23. Stay with me, do not fear, for he who seeks my life seeks your life, but with me you shall be safe. Ukiwa na mimi, sio kwa sababu niko na silaha nyingi za vita, sio kwa sababu ninajua sana kupigana, sio kwa sababu ya kitu kingine chochote, lakini ukiwa nami katika hii pango ya Adulamu, you shall be safe. Utakuwa salama. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ukisoma First Samuel the next chapter 23 mstari wa 8 inaongea juu ya hawa watu. Si umeona walikuwa watu aina gani? Inaanza kukariri juu ya the mighty men of David. How did they become mighty? They stayed in the cage of Adulamu, in the presence of God. Walikaa katika pango la Adulamu, katika uwepo wa Mungu. Wakaanza kuelezea jinsi ambavyo walikuwa. Naye Sauli akaita majeshi yake yote vitani. It is 2 Samuel chapter number 23. Verse number 8. Biblia inaongea juu ya mtu anaitwa Adino the Enite. Biblia inasema kwamba aliua watu 800 peke yake. Hallelujah. Haya ndio majina ya these are the mighty names of the endelea kusoma nikiendelea kuelezea kwa sababu ya wakati. Adino the Enite aliua watu 800 peke yake. Wasomi wa Biblia huwa wanasema ya kwamba alitupa mkuki ukaenda ukiua watu mpaka wakafika watu 800. Hiyo inawezekana namna gani? Ukifikiria na mawazo yako na science haiwezekani. Lakini wakati ambao kuna uwepo wa Mungu, kila kitu kinawezekana. Ukikaa katika uwepo wa Mungu, kuna nguvu za kubadilisha. Adino alikuwa mmoja wa wale watu ambao walikuwa baradhuri. Alikuwa ni mmoja wa wale watu ambao walikuwa ni wenye madeni, waliokata tamaa. Lakini kwa sababu ya kukaa katika uwepo wa Mungu, in the power of God, mahali ambapo kuna nguvu za Mungu, akabadilishwa. Akawa sasa mkono wake ukituma mkuki uko na uwezo wa kuua watu 800 mara moja. Bwana asifiwe sana.
Biblia inaongea na next line. Inaongea juu ya mtu anaitwa Shama, the son of Agi. Ama Eleazar, the son of Dodo. Biblia inasema kwamba huyu and after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite. One of these three mighty men with David, when they defied the Philistines who were gathered there for battle, and the men of Israel had retreated, he arose and attacked the Philistines until his heart was weary, and his hand stabbed with the sword. The Lord brought about a great victory that day, and the people returned after him only to plunder. Eleazar, the son of Dodo. Biblia inasema kwamba walienda vitani pamoja na wanajeshi wengine, na wanajeshi wakaona jeshi la Wafilisti na wakaogopa, wakakimbia. Eleazar akasimama mahali pake, na Biblia inasema kwamba akapigana na jeshi la Wafilisti akiwa peke yake. Upanga wake ukashikamana na mkono wake, yaani mkono umekwama kwa upanga, na akachinja Wafilisti akiwa peke yake. Biblia inasema kwamba akashinda a whole army akiwa peke yake. Wale wengine walikuja tu kuchukua nyara zile vitu zenye zilikuwa na maadui, kama ni dhahabu, kama ni mikufu, vitu za aina hiyo. Lakini Eleazar aliwapiga peke yake akawamaliza. Mtu ambaye alikuwa ni mwenye dhiki, mtu ambaye alikuwa ni mwenye madeni, mtu ambaye alikuwa amekata tamaa na maisha, akakaa katika uwepo wa Mungu na Daudi, Mungu akambadilisha. Ninakuombea ya kwamba Mungu atakubadilisha. Kwa kuna version yako ambao bado haujaijua hata wewe. Ungeambia Shama son of Agi ya kwamba kuna uwezo wa kupigana na jeshi peke yake, wakati ambao alikuwa anaenda kwa kanisa ya Daudi Adulam kwa keti wakijificha, akakwambia kwamba haiwezekani. Lakini baada ya kukaa pale, baada ya kubadilishwa na Mungu, akafanyika a mighty man, akapigana na jeshi peke yake. Haleluya. Yule Mungu mwenye Daudi alisaidia Daudi kuua Goliath. Huyo David aliambia Goliath ya kwamba unanikujia kwa mkuki na ngao, lakini mimi nikukujia kwa jina la Bwana wa mabwana ambaye umeyatukana majeshi yake, na siku ya leo nitapatia ndege wa angani kichwa chako. David hakuona jiwe, hakuona kakoto yenye aligonga nayo Daudi. Aliona Mungu Bwana wa mabwana wa Israeli. Na unajua David aliua Goliath, jitu kubwa. Unajua watu wa Biblia wengine majitu walikuwa majitu, wako na vidole 6 za mikono, vidole 6 za miguu. Walikuwa watu ambao wanakaa, Biblia inasema kwamba they were beastly men. Wako na mandevu, wanakaa kama alani. Bwana asifiwe sana. Ni mrefu 59. Unajua 59 ni kama hii ukuta. Na Israeli wanakonga watu wafupi. Lakini David kwa kakoto akaweza kumuua. Huyo Mungu mwenye alimsaidia, kwa sababu jiwe kubwa nilikwambia haliwezi kuingia ndani ya kichwa. Labda kale kadogo ndio kaigonge na kaingia ndani. Ikiwa kubwa itagonga ibounce. Haleluya. Aliua jitu na kakoto kwa sababu alikuwa mtu wa uwepo wa Mungu. Haleluya. Huyo Mungu ndio aliwapatia akina Shama, na hao pia wangeweza kuua majeshi, makundi ya captains ya majeshi, kwa sababu wamekaa katika uwepo wa Mungu. Ni kuna version yako mimi na wewe ambayo bado hatujajua ya kwamba iko, ambayo bado haijawahi kusikika na mtu yeyote, na itaweza kumanifest tunapoendelea kukaa katika uwepo wa Mungu. Na hiyo version ikitokea, ndio utajua ile script ambayo huwa inasema ya kwamba mambo yale ambayo haijawahi kuonwa na macho ya mtu, haijawahi kusikia kwa mawazo ya mtu yeyote, na haijawahi kusemwa na mtu yeyote, hayo ndio mambo ambayo Mungu amewaekea wale ambao wanampenda. Haleluya. Na ukiendelea kusoma, Biblia inaongea after him the next verse number 12. But he stationed himself. Okay, the next verse. Then the three of the 30 men went down and harvested time, and came to David at the cave of Adullam, and the troop of the Philistines encamped in the valley of Rehamim. Wanasifiwa sana. Inaongea juu ya hao watu watatu, lakini walikuwa wengi, si tu hao watatu peke yao. Adino the Enite, Shama the son of Agi, na Eleazar the son of Dodo. Watu ambao wangeweza kupigana na majeshi akiwa mtu mmoja.
ninakuombea ya kwamba Mungu atadhihirisha nguvu zake katika maisha yako, utokee na version ambayo haijawahi kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu atafanya mambo ambayo hata wewe ukiangalia, hata watu wakiangalia watashangaa kama ni wewe umeyafanya. Watu hawa walikuwa wenye dhiki, walikuwa watu wenye madeni ya kila aina, walikuwa watu ambao wamekata tamaa, lakini uwepo wa Mungu ukawabadilisha. The power of God is able to transform. Hallelujah. Na wewe mwenyewe ukiendelea kukaa katika uwepo wa Mungu na kutafuta uwepo wa Mungu, you shall be transformed. Hallelujah. Simame juu katika jina la Yesu. Napoambia Bwana ya kwamba akusaidie na akuwezeshe mambo yote ambayo huwa anaondoa uwepo wa Bwana katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo uweze kuyaacha in the mighty name of Jesus. Amen. Ambia Bwana ya kwamba mambo yote ambayo huwa anaondoa uwepo wako katika maisha yako, Baba nisaidie kuyaacha katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Fungua kinywa chako kwa dakika moja tunapomalizia katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana ya kwamba nisaidie mambo yote ambayo huwa anaondoa uwepo wako katika maisha yako, nisaidie kuyaacha siku ya leo. Nisaidie kukupendeza, nisaidie kukaa pamoja na wewe, nisaidie kukaa katika uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus.